Mimi wazee, siamini hata kidogo kwamba umaskini wa Watanzania unasababishwa na Mungu, au umaskini wa Tanzania unasababishwa sijui na ukoloni, au umaskini wa Tanzania sijui unasababishwa na hali gani iliyopo nje ya uwezo wetu. Hapana. Umaskini wa Tanzania unasababishwa kwa makusudi kabisa na tabaka tawala. Umaskini wa Tanzania ni umaskini unaokuwa engineered kutoka pale Ikulu, kutoka pale bungeni. Huo ndio uhalisia. Umaskini wa Tanzania ni umaskini artificial, ni umaskini wa kutengeneza. Ngoja nikupe mfano mmoja mzuri sana. Mwaka huu 2025-26 serikali imepitisha bajeti ya TAMISEMI trilioni 11.78. Ukisoma ile bajeti, hotuba ya bajeti, ukaenda kule nyuma kabisa, utakuta kuna jedwali limeainisha matumizi. Now, sikiliza sehemu ya matumizi ya hii pesa. Okay? Mwaka 2025-26 serikali imepanga kuwanunulia magari ya kutembelea wakuu wa mikoa wafuatao. Mkuu wa mkoa wa Simiyu atanunuliwa gari ya milioni 420. Mkuu wa mkoa wa Geita atanunuliwa gari ya milioni 420. Mkuu wa mkoa wa Arusha atanunuliwa gari ya milioni 420. Mkuu wa mkoa wa Pwani atanunuliwa gari ya milioni 420. Mkuu wa mkoa wa Dodoma atanunuliwa gari ya milioni 420. Mkuu wa mkoa wa Ruvuma atanunuliwa gari ya milioni 420. Mkuu wa mkoa wa Kagera atanunuliwa gari ya milioni 420. Wakuu wa mikoa 7 tu wametengewa bajeti ya shilingi bilioni 2.52 kwa ajili ya kuwanunulia magari ya kutembelea. Watu 7 tu, bilioni 2.52 kwa ajili ya kuwanunulia magari ya kutembelea. Haujamaliza. Hapo bado serikali imepanga kuwanunulia makatibu tawala wa mikoa nao magari ya kutembelea. Now, katibu tawala wa mkoa wa Simiyu atanunuliwa gari ya shilingi milioni 420. Katibu tawala wa mkoa wa Geita atanunuliwa gari ya shilingi milioni 420. Katibu tawala wa mkoa wa Arusha atanunuliwa gari ya shilingi milioni 420. Katibu tawala wa mkoa wa Pwani atanunuliwa gari ya milioni 420. Katibu tawala wa mkoa wa Dodoma atanunuliwa gari ya milioni 420. Katibu tawala wa Lindi atanunuliwa gari ya milioni 640. Katibu tawala wa Mara atanunuliwa gari ya milioni 420. Katibu tawala wa Morogoro atanunuliwa gari ya milioni 420. Katibu tawala wa Mwanza atanunuliwa gari ya milioni 420. Katibu tawala wa Tabora atanunuliwa gari ya milioni 420. Katibu tawala wa Tanga atanunuliwa gari ya milioni 420. Katibu tawala wa Kagera atanunuliwa gari ya milioni 420. Makatibu tawala wa mikoa 12 wametengewa shilingi bilioni 4.84 kwa ajili ya kuwanunulia magari ya kutembelea. Na ndugu zangu, naombeni mnisaidie kuelewa. Haya ni matumizi ya taifa linaloitwa taifa maskini. Taifa ambalo kati ya watu wake milioni 67 ni milioni 4 tu ndio wapo kwenye walioajiriwa kwenye sekta rasmi. Think about this. Think about this. Hiyo pesa ya kuwekeza kwenye maendeleo ya vijana itatoka wapi ikiwa matumizi ya viongozi wetu yapo hivi? Tuna wakuu wa mikoa 26. Kwa hiyo kila mmoja anatakiwa aendeshe gari ya milioni 420. Tuna makatibu tawala wa mikoa 26. Kila mmoja anatakiwa aendeshe gari ya milioni 420. Kuna wakurugenzi wa halmashauri tunao 184 nchi nzima. Kila mmoja aendeshe gari ya milioni 420. Kuna wakuu wa wilaya. Kwa mujibu wa hii bajeti, wakuu wa wilaya wenyewe wametengewa kila mmoja atanunuliwa gari ya milioni 250. Kwenye bajeti hii wamekuwa wawili, mkuu wa wilaya ya Temeke na mkuu wa wilaya ya Ubungo, milioni 250. Lakini tuna wakuu wa wilaya 139 Tanzania. Kila mmoja aendeshe gari ya milioni 250. Bado hujaweka mamea. Kumbuka, hapo bado tuna mawaziri, tuna manaibu wa mawaziri, tuna makatibu wakuu wa wizara, tuna wakuu wa taasisi.
Kila mmoja anataka aendeshe gari ya milioni 420, milioni 500, na ukiendelea kupanda juu inavyozidi kuwa ghali zaidi. Ndio maana yule wa Lindi yeye ana milioni 640. Jaribu kutafakari tu uzito hili jambo. Alafu hii ndo nchi ambayo ina mamilioni ya vijana walioko stuck, waliotelekezwa mtaani, hawana ajira. Jaribu kutafakari tu uhalisia hili jambo. Angalia tu haya matumizi, afu ukumbuke kwamba hawa ndo watu wanaokuhubiria amani. Think about this. Hawa ndio watu wanaokuhubiria amani. Na hapo haya ni magari tu, bado nyumba za kuishi. Ukiangalia kwenye hii bajeti, mkuu wa wilaya ametengewa zaidi ya milioni 500 ujenzi wa nyumba yake. Mkuu wa wilaya tu. Haujaenda kwa wakurugenzi, haujaenda kwa wakuu wa mikoa, haujaenda kwa mawaziri, kwa manaibu wao, kwa wakuu wa taasisi na kila kitu. Tunatumia trillions of money kugharamia starehe za watu wachache, huku kundi kubwa kabisa la Watanzania likiteseka kwenye umaskini. Alafu somebody from nowhere anakuja anakuambia kwamba umaskini wetu ni ukoloni. Umaskini wetu sijui ni Mungu alipenda. Umaskini ambao wazi kabisa unatengenezwa na watu wachache pale Ikulu wanaoitwa watawala. Alafu tunasema ni Mungu. Mungu gani wa aina hii? Hii ni amani aina gani tunazungumza katika mazingira aina hii? Ni amani aina gani? Unakuta wazee kabisa wenye heshima zao wa viongozi wanasema amani. Ni amani aina gani tunazohubiri? Amani gani? Ni amani aina gani ambapo kiongozi mkuu wa mkoa atatumia kodi ya umma wa watu wanaowaongoza kununua gari ya milioni 420 atembelee, wakati ndani ya mkoa wake huo watoto wake hawana madawati ya shilingi 50,000? Ni amani aina gani tunayozungumza? We are not serious. We are not serious. The only people who can defeat a man called William Samoei Ruto in an election is the youth of the Republic of Kenya. They are the only ones who can campaign with euphoria that defeats money. They are the only ones who can outvote any tribe. They are the only ones who can defeat state violence because they've defeated goons before and police before. They are the only ones who can protect votes using technology and coordination. But those youths who for their own benefit and for their own future are supposed to be organized are being hired as bloggers for very little money to troll any good idea that can change their lives. They're the ones who are being hired as goons to attack, disrupt, disorganize, stab people, and burn property. You don't own a car. You've never bought a car from a showroom, but you're burning a car. Those who are not bloggers and are not goons are sleeping hopelessly. They are not going to register to vote. Those who are registering to vote are not voting. And those who are voting for corrupt individuals. Bere no, dio ni nini mmetufunza? In short, you've taught us that for me to be an MP, I need to go to Kenyatta National Hospital, do a fake tender for supplying oxygen, make over 700 million, come and give you money, and you vote for me. Alafu museme pesa ya CDF imeibiwa. Iyo ni unugu, iyo ni upuzi. Iyo itakuwa ni ujinga ya hali ya juu. Mtu nugu hata moja isiseme kutoka Mbeere North kwamba pesa ya CDF imeibiwa. The day we handed over our genuine fight for a better Kenya to the formerly corrupt opposition, because all these people in the opposition were in government and they were very corrupt. And some of them have been in politics for 40 years, 30 years, they've never delivered any change. The day we, the youth, stopped fighting for a better country and handed over our fight to them, we lost it. I know some of you think that the government lost and that the government won and the opposition lost. So saying, opposition walipoteza kura, government wali win. Oh, no. If this was 2027, the opposition doesn't lose. Wakikuwa number 2, wako na enough MPs to go and negotiate with Ruto for cabinet appointments and for tenders. And they'll appoint their children and their friends to cabinet.
Chakula ni nyinyi. You are the failure. Unaona wewe vota wewe. Wewe mwenye una trust opposition leader kama Mungu. Mtu amekuwa corrupt juzi. You are the loser. You are the loser. And let me tell you what will happen. This is what will happen in 2027. Number one, voter register is going to be cooked. Zile areas zenye zina support William Ruto, they will record an increase in newly registered voters. Areas in support voters watabaki flat, hawaongezeki. Second thing that will happen, areas zenye hazim support, violence itaanza asubuhi. Vijana wanavalishwa t-shirt zako, wanaitwa supporters wako. Na si supporters wako, alafu anaenda na cause vurugu. Mama yako mwenye ako kwa nyumba, mwenye yeye hapendi vurugu, akisikia kuna vurugu kwa polling station at Nyankono Primary School, hawezi enda kupiga kura. Hiyo ni kura yako imepungua. Lakini huko kwa kina Ruto iko peaceful, watu wanapiga 90% turnout ama 99% turnout. That's voter suppression through violence. Kitu ya tatu itafanyika ni wizi, ballot stuffing. Na hiyo kura itaibiwa hivyo. Now, the William Ruto you know now will not be the William Ruto in 2028. Right now, you know a very gentle guy who is trying to be nice to everybody, launching projects all over the place, borrowing money, trying to complete projects because he wants to make you happy. Piga hiyo kura 2027. Utamjua 2028. That's when you will know the real, actual William Ruto. Na siku William Ruto ataleta referendum ya kuextend presidential term limit, na warigi hiyo referendum ipitishwe, msiseme sikuwaambia. Mumelalia masikio sana, mumelalia masikio sana. Kila siku ninawalilia, tafadhali ndugu zangu, stop being partyless and leaderless. You will remain jobless. Hamsikii. Kahneman amelipa na Kasongo, ulinunuliwa. Sawa, nilinunuliwa nikupea good advice. Nilinunuliwa nikufanyie civic education. Nilinunuliwa nikufungue akili. Common sense. Viti hamsimami. We are the Gen Zs. We have 16 million votes. Hamsimami kura, hamsimami. You're not running for election. And why are you not running? Because you don't have a party. Kienda chama kama DCP unaitisha milioni 10 ndio upewe ticket ya MP, utatoa wapi? Mungekuwa na chama yenu ile mlini troll yenye ningeregister, ungekuwa unakuja hapo ukiwa na haki, ungekuwa unaingia kama kwako. Hamna pesa. Nikaambia fundraising is the only way you can raise, you can be able to compete with these people. Otherwise, wash and corrupt leaders are the ones who will win elections. Sema unataka kutukona pesa yetu. Na nilikuwa na pesa yangu. Mimi sikuwa na interest na yako. Na kama unaona kwamba kuna pesa yako niko nayo, comment hapo chini na message ya M-Pesa nikurudishie. Hala, kwani iko ni? Nikaambia, wacheni kutroli kitu ya fundraising. This thing will help you. Juu pesa hamna. Raise funds. Watu wa diaspora wawasaidie. Watu wako hapa Kenya kila mtu awasaidie. Na kama hata kutolea pesa anaweza kusaidia gari ama kusaidia speaker moja, public address. Let them learn the lesson painfully. Wakufunzwa, wacha funzwe na ulimwengu. Kwa sababu mtu ni maskini, hana kazi, ama akona kazi analipo shilingi 10,000. Yenyewe hata haitoshi chakula, haitoshi watoto, haitoshi kuishi. Analala chini kwa floor, kwa mattress ya 2 inch. Wardrobe ya kuhang nguo ni kamba, amegonga msumari hapa na pale. Amehang nguo. Anaishi kama nomad pastoralist. Mtu anahama kesho. Simu ni ya mkopa. Lakini matusi kwa mtandao kila siku. When will you ever get organized? Unatuona sisi tunaendesha mavyetu, unafikiri tulizipata through being disorganized? Why don't you take that as an inspiration? Why is everybody who is successful
Ukiona mtu wako successful unasema huyu ni wash, huyu ni mwizi. Si ukae chini kwanza usikize story yake, akueleza alitoka wapi. How many times did they fail before they succeeded? So that you learn a thing or two. Utashinda ukitroll success. Kwani kila mtu alikuwa kwe maskini? A few wameponyoka waka succeed. Learn something. What did they do that you're not doing? How can you do it differently? How can we make our governance better in Kenya so that we can be able to access capital, so that the ideas in our head can become a reality on the ground? Hello? Are you still partyless and leaderless? Fine, you remain jobless. Ridwan Kikwete. Ridwan Kikwete anapata wapi nguvu hata ya kuongea na press baada ya kichotokea ambacho baba yake ameshiriki kwa 100% kitokee? Kama mlikuwa mjui, ni vile sitaki kuongea sana. Kikwete anapata weekly reports za jeshi la Tanzania. Anapelekwa weekly reports za ile jeshi. And that's because, kama nilivyowaambia, mkuu wa kitengo cha usalama cha jeshi, au niseme ile tisi ya jeshi, mkuu wa kila kitengo ni yule ambaye nilikuwa mpambe wa Kikwete. Yule jamaa Magufuli alivyokuwa rais, hakumwamini, hakuweza kuendelea kumwacha kusimama nyuma yake, kwa sababu alihisi anashirikiana na kina Kikwete kwamba watamuua. Akamuondoa haraka sana yule nyuma yake. Baada ya kumuondoa, Samia kaja, Kikwete akamwambia mweke yule kama anataka kulikontrol jeshi la Tanzania. Leo mtoto wake, mnamruhusu mtoto wake anasimama pale anaongelea like oil sio zake. Hivyo Tanzania mna realize wanawachezeaje akili? Wamewatoa kwenye kuongelea vifo. Wao wako busy wanafanya press na kuongelea vitu. Yani hizi press wanazofanya ni strategy, sio kwa ajili. Hawafanyi hizi press kwa ajili yenu. Wanafanya for themselves. Wanaisafisha hii serikali. Ili yani as if vifo vilivyotokea vilikuwa normal. Leo Ridwan Kikwete yani baada ya mauaji yaliyotokea ambao baba yake kashiriki, leo Ridwan Kikwete bado ana uwezo wa kutamba Tanzania kufanya mapress. Wamewaua watoto wenu. Wao watoto wao bado wanatamba, wanachukua mapress, wanafanya press, wanaongea. Watanzania mtu ana akili. So lazima kila saa mtu aje. Wana normalize situation. Na nyinyi comments zenu, mtu akizisoma comments zenu sasa hivi, yani it's almost like mnaanza kuzoea hii hali. Hii sio hali ya kuzoeleka. Hamwezi kukubali kuongozwa na watu waliowaua. Na hii situation haichukuliwi serious kwa sababu wameua maskini. Hawa maskini hawathaminiki kwenye hili taifa. Wangeua matajiri, unadhani nchi ingeendelea sasa hivi? Ni kwa sababu wameua maskini. Seriously, I don't know. Yani sijui. Sasa hivi I'm not okay. Siwezi kufanya hii kazi kila siku. Kurudi kuambie. Ni kama, lakini inabidi Watanzania sasa hivi mmeshafunguka akili. You cannot allow them to do this. Ni kama hiyo wizara ya vijana. Wizara ya vijana haiko pale kwa ajili ya vijana. Iko pale kwa ajili ya propaganda. Sasa hivi ni propaganda tupu wanafanya. Kini macho kilichofanyika kwenye kampeni za CCM ndio sasa hivi kinafanyika kwenye hii wizara ya vijana. Kini macho kile cha kujaribu kuonesha kwamba vijana wako na hii serikali, vijana wana support. Yani kama walichofanya kwenye kampeni, kujaza kusomba watu, kulipa watu, kujaza pale. Ndio kile propaganda zile, kini macho kile kinachofanyika na hiyo wizara ya vijana sasa hivi. Kwa kuwatumia vijana hao. Watanzania sasa hivi hamtakiwi. Yani ni kwamba mnaruhusu watu wanafanya press, wanaongelea vitu. Kwanza kabisa, mbunge yoyote wa hii serikali hatakiwi hata kujiamini enough kutokea kwenye public. Watanzania mnatakiwa muwe mna hasira hiyo. Yoyote, mbunge yoyote wa hii serikali ana damu kwenye mikono yake. Mbunge yoyote wa Tanzania ana damu. Diwani yoyote wa Tanzania ana damu kwenye mikono yake. Asingeitaka damu hiyo, hakutakiwi kukubali ubunge ule. Lakini wabunge wa Tanzania wanatakiwa yani wasipata hata confidence ya kutokea kwenye hadhara za watu. Lakini wa Tanzania mmetulia mpaka wana hiyo confidence. Ubunge wa damu, ubunge wa dhulma, ubunge ambao umeumiza nchi.
Hakuna mbunge halali Tanzania sasa hivi. Acheni kwa normalize. Acheni kwa normalize. Hawa kina Ridhiwani. Wazazi wao wameua watu. Wao wanakula matunda yale ya mauaji yale. Leo anaweza kupanda kwenye stage Tanzania akaongelea Lake Oil. Who cares? Kama Lake Oil ni yake au sio yake. Who cares? What we care is baba yako kaua Watanzania. Watanzania inabidi muelewe kwamba Samia mpaka leo bado yuko Ikulu ya Tanzania kwa sababu ya Kikwete. Only kwa sababu ya Kikwete. Bila Kikwete Samia hawezi kuwa hapo tena. Yuko hapo because of Kikwete. Alafu mtoto wake anapanda kwenye stage anajitanua. Anaongelea sijui Lake Oil sijui nini. Ndugu zangu wa Tanzania, msikubali kufanywa wajinga hivi. Wamewaibieni uchaguzi, wameiba uchaguzi. Wamepora nchi yenu. Mliona ufisadi wanaofanya. Mliona hela zenu zinavyoibiwa na bado wakaja wakawaua. Na sasa hivi bado wameshikilia nchi. Na wanajaribu kujinormalize, kujifanya wao ni okay. Kujifanya wao ni binadamu wa kawaida. Na Watanzania mnaanza kuwaruhusu kufanya kunormalize. Msikubali wakanormalize kilichotokea. Sio normal. Mimi sijui kwa nini kwangu mimi Oktoba 29 naona kama ni jana. The way bado naumia. You cannot move on from this. You can't. Lazima wawajibishwe, lazima watoke. Hamwezi kuongozwa na watu waliowaua, hamwezi kukubali hicho kitu. Wajisafishe wanavyotaka lakini lazima watoke, lazima waachie nchi. Waseme wanavyotaka. Na Watanzania msikubali. Msikubali kurudi kwa normal. I just wish atokee mtu mwingine ambaye pia ana platform kama yangu ambaye pia mtamsikiliza kama mimi ili anisaidie kufanya kazi. Cause I'm not feeling well too. Sijui. I'm not feeling well, so I cannot do this every day. I wish atokee mtu mwingine wa kuwakumbusha every day about this. Because seriously. Leo Mama Aida akibariki Babu Owino asema baba lives in Babu. Kwisha tumefunga kazi. Is that possible? Yes, it is very possible. It is very possible. Babu is not daring enough to ask for that thing. Kwa sababu kuna watu ndani ya ODM hawamtaki. Watu wanafikiri kwamba we will get a deputy running mate as Gladys Wanga ama mtu mwingine. So people have got interest. Lakini leo Mama Aida akisema, na namuomba pia akitusikiza, aseme Babu tosha. It seems like you're supporting Babu. Yes, because I know. Leo Ruto akishinda, Kalonzo hawezi mnyang'anya. Kalonzo is too meek. He's not weak, he's meek. Okay? If Raila could not take it from Kibaki, do you think Kalonzo can take it from Ruto? No. Matiang'i ni mwoga. Okay? Martha Karua doesn't have the numbers. Maraga has no agenda. Lakini Babu akishinda alafu Ruto akatalie. Mbaya. Babu hawezi nyamaza. And Babu cannot do a handshake. Na nakwambia tunataka mtu mang'aa ambaye anaweza nyang'anya Ruto. Ruto will not give it easily. So Babu akiungana na mtu kama Boniface Mwangi, aingize Bobo Njagi, Jimmy Wanjigi, Omtata, tukue the Pentagon, turudishe ODM. Haijalishi because ODM has got the structures right now. You see, we are comfortable with ODM. It's the less of the evils. ODM iko na structures. Babu, tuseme ni Babu tosha. Kura kwa Babu ni kura kwa baba. That narrative will play. Nakwambia hakuna mjaluo ambaye atapiga kwingine. Unajua we are still ethnic, tusiseme ati tumeingia katika because we have no agenda. So that's why we are playing with ethnicity or tribalism, should we say. Kalonzo Musyoka can go his own way, we have no problem. But the problem in the thing is, as youth, we identify with Babu much more than Kalonzo Musyoka. That one is very open. Chenye wazazi wangu wamenifanyia mama yangu na baba yangu, sijui niseme nini. Hawajawahi kula hata shilingi yangu. Pia ni Busia. Na mama yangu na baba yangu hawakukula hata shilingi yangu moja. Imagine I have been out for 7 years na nilikuwa nikiwatumia pesa. Wamenijengea nyumba, walinunua plot. Yaani mama yangu na baba yangu mimi chenye naweza wapatia hata sijui. Sijui niwape nini. Sijui niwape nini wazazi wangu, mama yangu na baba yangu. Sijui niwape nini. Sijui nitawapatia nini. Yaani Mungu ninakuomba, niwekee hawa wazazi wangu. Niwekee wazazi wangu Mungu. Ebu ona kazi wamenifanyia. Just see kazi yenye mama yangu na baba yangu wamefanya. Just see. Ebu ona mpaka mfanya kazi wameleta.
miti wamepanda. Yani nini wajafanya ukweli? Just see what my father and... Tumerudi, launching ya barabara ilikuwa successful. Watu wa united in defeat ama united opposition, whatever you want to call it, hawangeweza kupata hata kiti moja. I think wameona this time round Wakenya wameamua hawatapiga kura na emotions. People are not going to vote to punish so and so, but we are going to vote in credible people that can actually deliver. What were united in defeat? Rigathi Gachagua, Eugene Wamalwa, governor mwenye anatembea, kuna Matiang'i is a good one. Alafu kuna Kalonzo. Kalonzo should actually do himself a favor and bolt out of this united opposition thing, of this one-term movement, because it is a cult. It is a scam. It is total crap. Kalonzo is too good to be in that group. Kama Kalonzo hangekuwa kwa hiyo group, angepata hata kiti moja. That's a fact. Kalonzo hafai kupakwa hii matope ya ukabila. People who only thrive in spreading tribalism. Anyway, the writing is on the wall. Mene tekeli imeandikwa kwa ukuta ya kwamba 2027 voting will be based on someone's credential and what they can deliver, not the amount of matusi they can throw. Trump alirudi kwa kiti, lakini Trump hakurudi na kuambia Biden ati one term, sijui Kasongo. Unajua takataka zingine zimeokotwa kwa choo huko, unakuja kuambia watu ati Kasongo one term. Those are nonsense. Mtu anatafuta sera, unakuja na information ambayo ita entice watu na kuingiza watu box na wanakuvotia. Trump alirudi kwa kiti akisema America first, make America great again. He came back and he did exactly that. So kama mtu anataka kutoa William Ruto kwa kiti, unakuja na sera, unakuja na kitu ambayo unataka kufanyia wananchi. Uwe MCA, uwe MP, uwe governor, uwe senator, ama uwe women rep. You come with something that you will do for wananchi, not matusi ya kuambia watu one term. That's total crap. That is a personality cult and should be stopped with immediate effect.